لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان، na watapata wanaume fungu katika ile mali walioiacha wazazi wawili, imana baba au mama. Wal aqrabun, na wale ndugu wenye kurithi. Walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, na watapata wanawake fungu katika kile kilichoachwa na wazazi wawili na ndugu. Mimma qalla minhu au kathara, katika kile ambacho kimekuwa kichache katika kitu hicho au kimekuwa kingi. Nasiban mafurudha, aliyakuwa ni fungu lenye kukadiriwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi katika zile aya zinaitwa ayatul mawarith, aya za mirathi. Na mirathi ni katika ahamul ulum sharia, katika zile ilmu muhimu za kisheria. Kusoma ilmu hii miongoni mwa zile ilmu ambazo zinahitaji kutiliwa umuhimu kuweza kuzisoma elimu hizo. Na aya hii imeteremka vile ilipokuwa katika zama za kishirikina, fi ahadi al-mushrikin. Katika zama za washirikina ilikuwa mirathi wanaopewa na wanaume tu basi, la yuwarithuna an-nisaa wala al-atfal man al-aulad, hawarithishi wanawake wala watoto. Wanaorithi walikuwa ni wanaume tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema kwamba rajul huwa alladhi yarkabu al-faras, kama mwanamume ndio yule ambaye anaweza kupanda farasi akaingia katika vita. Huyu anapewa, atakuwa kwa mirathi, sio mwanamke tu ambaye yuko nyumbani, mtoto mdogo ambaye hana lolote. Kwa ikawa inapozungumza masuala ya mirathi, kurithi, basi mwenye kurithishwa, mwenye haki ya kurithi mwanamume. Ama wanawake na watoto wadogo hawa hawana haki katika mirathi. Hii ni katika desturi ya washirikina. Uislamu ulipokuja ukaweka ile insaf, taswia, ule usawa, kwamba hapana, wanaume watarithi, wanawake vile vile nao watarithi, na watoto wadogo vile vile nao watarithi. Katika maajabu yanayostaajabika ni kutokea watu wakasema kwamba wataka usawa katika mirathi. Mbona mwanamume anachukua mara mbili ya mwanamke? Mbona kwamba mwanamume anachukua mbili, mke anachukua moja? Kwa nini wasiwe sawa sawa hapa? Kwa sawa, kumbe wamesahau kwamba walikuwa hawa wanawake hawapati chochote. Ima wamesahau au wamejisahulisha kwamba kumbe walikuwa hawa wanawake hawana lolote wanalopata. Lakini leo kuwa sehemu katika mali na Allah tabaraka wa taala, wao wanasema kwamba mwanamume fanyaje na mwingine.
lakini si kweli. Mbona hawasemi kwamba katika ndoa mwanamke apewa mahali? Wala ile burudani anapata burudani ile mwanamume peke yake, au ile raha ya ndoa kwamba ipata mume tu? Mbona ile hawalisemi? Wameona kwenye mirathi, lakini si sawa. Islamu kuja kuweka usawa katika hili. Lirijali nasibun mimma taraka alwalidan walaqrabun, na wapee wanaume fungu katika ile mali walioacha wazazi wawili, walaqrabun, na ndugu wa karibu wapewe katika mali. Walinisai nasibu mimma taraka alwalidan walaqrabun, na wanawake fungu katika ile mali ambao wamewacha wazazi wawili, walaqrabun, na ndugu. Mimma qalla minhu au kathra, katika ile mali ambayo imekuwa chache katika mali hii au imekuwa nyingi. Manake mali ikiwa ni chache tarithiwa, na mali ikiwa ni nyingi pia tarithiwa, buda tu wawepo hao mawarithi. Sawa. Nasiban mafurudha, hali ya kuwa ni fungu lenye kukadiriwa. Mafurudha bimaana muqaddara, ay lidhukuri, wapewe wale wanaume sigharan au kibaran, wawe ni wadogo au ni wakubwa wanaume hao. Nasibun, wapewe fungu lao. Sharaahu Allahu, katika ile fungu ambalo amelekea sheria Allah. Fima tarakahu alwalidan, katika ile mali ambayo imewachwa na wazazi wawili. Tunaposudia alwalidan tunakusudia walidun wa walidatu, walaqrabuna, wale ndugu wa karibu. Min almali, katika mali. Qalilan kana au kathira, mali hiyo imekuwa ni chache au imekuwa ni nyingi. Fi ansibatin muhaddada, katika yale mafungu maalum yaliyowekwa na sheria. Faradaha Allahu azza wa jalla lihaula, mafungu ambayo Allah ameyafaradhisha kwa ajili ya hawa mawarithi. Walinisai kadhalika, na wanawake nao ni hivyo. Au wanawake ima awe na mwanamke ambaye ni mkubwa au ni mdogo, pia vile vile na atakuwa apewe fungu lake kutoka kwa wale wazazi wake wawili na ndugu zao. Ibana kwamba mwanamume anarithi katika Uislamu na mwanamke anarithi katika Uislamu na mtoto pia anarithi katika Uislamu, mpaka mimba ambayo inaitwa mas'alatul haml katika ilmu ya mirathi pia inarithi. Kija katika vitabu vya faraid utaona mas'alatul hamli, tuko maana mas'alatul hadma, mas'alatul gharqa, yote ni mas'ala ambayo ameyazungumza wanachuoni. Wa idha hadara alqismata ulul qurba, na pindi watakapohudhuria ugavi wale ndugu wasiorithi. Waliyatama, watakapohudhuria ugavi wale mayatima. Walmasakin, na watakapohudhuria ugavi hawa maskini. Farzuquhum minhu, basi wapeni wao riziki katika huo, maana katika hiyo mali. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, na waambieni wao maneno mazuri. Na hapa aya hii inazungumzia qismatul mirath, ugavi wa mirathi. Ukiangalia katika vitabu vya faraid kuna mlango kabisa wameweka wale ulama wale alfaradhiyuna wa qismatu tarika, yani ugavi wa tarika. Tarika lile mali ambayo imeachwa na marehemu, ambayo ni qisma al-iqtida. Kuna alqisma al-iqtida hapa Allah tabarak wa taala, qismatu tarika au qismatu al-mal au qismatu al-mirath, yote ni katika majina yake. Mali ndio inagaiwa, na hapa ni masala muhimu sana katika masala ya ilmu ya mirath. Masala muhimu sana kujua masala ya qismatul mali, qismatul mirath. Sasa wamehudhuria katika ugavi ule wale watu ndugu, lakini hawarithi, na wamehudhuria katika ugavi ule maskini, ani mayatima, maskini wapo. Sasa wakati ile mirathi inagaiwa, watu wa aina hizi tatu Allah tabaraka wa taala alistaja wamo. Kuna ndugu ambao hawarithi lakini wamehudhuria katika ule ugavi. Kuna mayatima, kuna maskini, wote hawa wamehudhuria ugavi ule. Sasa ugavi ule unapogaiwa, ugavi maana yake ni mgao. Kigawa ugawa ule
basi hawa nao watakuwa wapewe. Saganyeni na kile japo ni sehemu kidogo mwape. Sio na nzuri hapo. Wapewe maana wala tukuhudhuria katika lugha. Wapewe. Alafu mwape maneno mazuri. Kwa maana msina wasiwasi maana unajua hali mkokwenda na nini maarifa, lakini chukueni kidogo mtabangeza banga hizi. Na wapo wale sio kama mmekuja mirathi yenu migana pesa mmesta mfukoni, hawa jamaa waangalie huko hamna habari nao. Mtawatia unyonge, mtawatia heshima. Msiwe kama watu wa siku hizi. Utasikiza itakuja na mali zao kuja simu staki. Shaka samani bwana kidogo kwa mirathi yetu. Wenda warithisha kwa pala kwa cheti na kazi yako. Sasa rithisha basi, baraka mrithisha. Basi shaka apeje kwa shilingi 500. Kwa mirathi kisha kugawa mirathi basi. Shaka shukran, jazakallahu khair, Allah yubarik fika. Shamaliza. Mtaramaliza 2020 Mr. Bishon. Basi japo shilingi 2000 basi. Na kupanda hiyo daladala haisi. Ukiulizeka kwamba kuna ametaja kwenye aya bwana, sote jamaa yatima. Sasa kwa mfano Sheikh bin mirathi ni nani? Nakati watu Allah tabaraka atasika shirika wazi mirathi atakuwa. طيب واذا حضر القسمه اولي القربى pindi watakapohudhuria ule ugavi na kushuhudia qismatul mirath ulil qurba, wale wenye udugu, wale ndugu wasiorithi, ndio ulil qurba, wale ndugu wasiorithi, waliyatama na mayatima, kama tulivyozungumza mayatima ni nani jana, walmasakin na maskini vile vile. Farzuquhum minhum, basi wapeni wao riziki katika hiyo mali yenye kuiwa. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, na waambieni wao maneno mazuri. Sheikh wangu anasema idha hadara qismat almirath, pindi watakapohudhuria ule ugavi wa mirath, aqaribu almayit, wale ndugu wa maiti, mimman la haqqa lahum fi tarika, katika wale ambao hawana haki katika ile mali iliyogawiwa. Au hadharaha man mata abaahum, au ma wamehudhuria ugavi, amehudhuria ule ambaye wamekufa baba zao, wahum sighar, na wale kwao ni watoto wadogo, mfilio na baba zao wale watoto wadogo wake mayatima hapa. Au ma la mala lahum, ama wale ambao hawana mali, ni maskini, hawana chochote. Fa'atuhum shay'an min almal, bas wafeni wao kitu katika mali, ala wajhi alistihbabi, katika njia ya usunna. Tena Sheikh anasema kabla taksimi tarikat ala ashab, tena kabla kugaiwa ule ugavi kwa wale wenye kustahili ule ugavi wao. Maana kabla ugavi hujaiwa kutoka chochote kwanza nashikishwa jinsi ya karibu, shikishwa kidogo kwanza utapata nguvu. Sawa, utapata nguvu vizuri sana, alafu ndo ugavi. Ndio mafumu ya Sheikh alivyotoa hapa. Waqulu lahum qawlan hasanan, na waambieni wao maneno mazuri. Manake hawa jamaa ambao hawarithi ya mayatima na ndugu wasorithi na maskini, wapende maneno mazuri. Jamani, hapa kuna ugavi utakugaiwa, lakini sasa kabla tujaanza, hebu kamateni sawa, alafu ndo ugavi unaanza. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم, na waogope wale ambao lau kwamba wangeliwacha huko nyuma yao dhurriyatan dhiafa, lau wangeliwacha watoto wadogo, khafu alayhi, wangeliwaogopea wao vile vile. Falyattaqullaha, basna wamuogope Allah, waliyaqulu qawlan sadida, na wasema maneno mazuri. Hapa wanawaambia wale wenye kuwasimamia mayatima katika mali zao, na waogope kwamba lao ingelikuwa wao ndio wangeliwaacha watoto wao. Sawa, wao pia vile vile wangewaogopea kwamba hawa watoto wetu tumewacha nyuma huko, haki zao katika mali watazipata. Sawa, yaani kwamba wewe mwenye kumsimamia yatima, sawa, fikiria tu kwamba lao ingekuwa kwamba ni mimi ndio mmekufa,
Yani fikiria hivi kwamba lao ungekuwa kama wewe ndio umekufa, alafu ndio umeacha mtu kwa katika watoto wako bado ni wadogo wasimamie. Kwa sawa, ingelikuwaje? Kwa hiyo tunafikiria hili ndio unaweza kusimamia katika usawa katika familia. Wafikie umri wao alafu wakabidhi zile haki. Kama tuko sawa? Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim, na waogope wale ambao lao wangeliwacha kwa nyuma yao, lao wangeliwacha nyuma yao huko dhurriyatan dhi'afa, watoto wadogo bado ni wanyonge, hawana uwezo. Khafu alaihim, basi wangeliwaogopea. Khafu alaihim, wangeliwaogopea wao kutokudhulumiwa na wale walioachia ukujuma katika mali zao. Allah anasema falyattaqullah, basi na wamuogope Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, na waseme maneno mazuri. Sheikh wangu anasemaje hapa? Waliyakhfi alladhina law matu, na waogope wale ambao lao wangelikufa. Wataraku min khalfihim, na wangeliwacha na wakawacha huko nyuma yao abnaan sighara, watoto wadogo dhiafa, tena wanyonge. Khafu alaihim adh-dhulm, wangeliwaogopea vile vile wao kudhulumiwa. Wadhiya, hakuna kupotea zile mali zao, wangewaogopea. Sasa ukilifikiria hilo, huwezi kufanya dhulma yatima hata siku moja. Falyuraqibu Allah, basi na wamchunge Allah fima tahta aidihim, katika wale ambao wapo katika miliki yao, min aliyatama wa ghairihi, katika mayatima na wasiokuwa wao. Wadhalika, na hilo bihifdhi amwalihim, wa kule kuhifadhi mali zao, wa husni tarbiyatihim, na ule ulezi na ule uzuri wa malezi. Sio kwamba umlee mtoto kama lao ingekuwa ni mtoto wako, kama wewe ndio umekwenda mbele ya haki kama wanavyosema sasa hivi, alafu ni mtoto wako alelewa. Je, ungekubali alelewe kama unavyomlea wewe katika malezi haya mabaya? Ukifikiria hilo, huwezi kuthubutu kumlea mtoto yatima katika malezi mabaya kabisa ambayo hayaendani na nafasi yako uliyokuwa nayo. Wadafi al-adha anhum, na kule kuondeshea udhia kwa wao. Waliyaqulu lahum, na uambie wao qawlan muwafiqan lil-adl wal-ma'ruf, muambie wao maneno yenye kuafikiana na uadilifu. So unamwambia mtoto maneno wamaliza, kisa si wako, sawa? Lakini kimgosha mtoto wako wabakisha, sababu ndio walizosikiza. Walizosikiza kimgosha mtoto ambaye si mtoto wake, amaliza maneno yake yote kamaliza, hana hata moja alobakisha katika moja. Lakini akimgobesha mtoto wake, basi azungumza alafu mengine abakisha. Sasa malezi ina gani? Sio uadilifu, si sawa. Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, hakika wale ambao wanaokula mali za yatima kwa dhulma. Innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika hapana vingine wanakula katika matumbo yao moto. Wasayaslawna sa'ira, na wataingia moto wa sa'ira. Manake wataingia huko moto, manake kwamba waende wawe na miamala mibaya na mayatima, wafanyie vibaya. Fa amma liyatima fala taqha, ama yatima usifanyaje, simpeze nguvu. Kishna maisha magumu kabisa, kama unakula mali zake kwa dhulma, wamtesa na nini, lakini kazi moto wa kusubiri. Namna utakavyofanya kimoto wa kusubiri. Hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyolithibitisha jambo hili. Tena anatangaza ayanan kwa hawa, innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulma, hakika wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa dhulma tu. Innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika hapana vingine wanakula katika matumbo yao moto. Wasayaslawna sa'ira, na wataingia moto wa sa'ira. Ay innal ladhina ya'taduna ala amwali al-yatim, hakika wale ambao wanaopetuka mipaka, wanaofanya uovu, ala amwali al-yatama, juu ya mali za mayatima. Fayakhudhunaha bighairi haqqin, manake wanachukua mali za yatima zile pasi na haki yoyote. Kwa sababu hata yule mtu ambaye anamlea yatima na kama hali yake ni ya kawaida, ni fakiri, basi pia Allah amemwambia yule aitumie mali ile kwa vizuri. Waman kana faqiran, na yeyote atakayekuwa ni muhitaji katika kuhitajia kula hiyo mali yatima, falyakul bil ma'ruf, basi na ale kwa wema, kwa uzuri.
sawa, wala taakuluha israfan wa bidaran an yakburu. Allah anatoa tambii, toa tahadhari, fanye innama yakuluna fi butunihim nara, ikapana vingine wanakula katika matumbo yao, ma yakulu sababan, yale ambayo itakuwa ni sababu lidukhulihim nar, kuingia katika moto. Wasayadkhuluna nara, wataingia wao katika moto. Bila shaka yusikum Allahu fi auladikum, anawahusieni nyinyi Allah kuhusiana na watoto wenu. Sawa, aya hii inaitwa ayatul mawarith, aya za mirathi. Allah tabaraka wa taala anawahusia wazee kuwahusia kwa watoto wao, na auladi ni jamu ya walad, wingi wa mtoto. Na lafdhu walad katika lugha ya Kiarabu yutlaqu ala almudhakkar walmuannath, inatamkwa kwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Sawa. Yusikum Allahu fi auladikum, anawahusieni nyinyi Allah fi auladikum, kwa watoto wenu. Manake anawahusieni kuwafanyia wema watoto wenu. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, ana mwanamme mfano wa fungu la wanawake wawili. Lidhakari manake apewe mwanamme mithlu hadhi al-unthayayn, mfano wa fungu la wanawake wawili. Maana kama zazi kama wanavyosema watu wa faraid, halaka haliku, amekufa yule aliyokufa akawacha mume mmoja na mke mmoja katika watoto wake. Maana mafungu ya mali atajua matatu. Kwa sawa, maana kwamba huyu mume atachukua mawili, mlobaki mmoja atakuwa nani? Binti. Hii ndio mali dhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Ana mwanamume mmoja mfano wa fungu la wanawake wawili. Kwa sawa, fa in kunna nisaa, na wakiwa hawa ni wanawake fauqa ithnatayn, wawili na zaidi ya wawili, falahunna thulutha ma taraka, bas wana hao thuluthi mbili. Manake wana hao wanawake thuluthi mbili katika kile ambacho anatokea cha marehemu. Na hii ni kutaja zile mafungu ya wale wenye kurithi. Manake binti akiwa ni mmoja katika mirathi atapata nusu ya mali. Binti sulbi ndio wanaoita watu wa faraid. Binti sulbi ana yule mtoto anatoka mgongoni mwa maiti, akiwa ni mmoja katika mirathi, binti anapata nusu ya mali. Itakuwa baki haya taangaliwa liomba. Lakini wakati huo, ikiwa wakati gani anapata nusu ya mali? Ni mfaradhi, sababu kwa kule peke yake katika mirathi, maana hana muasib la, hana yule mwenye kufurahisha ambaye ni nani? Ambaye ni ndugu yake ibn al-mayyit. Lakini wakiwa ni wawili, tunapozungumza wengi katika mirathi tutaanza wawili katika sheria. Ikiwa ni wawili watatu, wanapata thuluthi mbili, watapata thuluthi mbili. Hivi ndivyo inavyozungumza katika mafungu hii ya kisheria. Fa in kunna nisaa, na wakiwa hao ni wanawake fauqa ithnatayn, sawa, zaidi ya wanawake wawili. Manake wawili na zaidi yake, fauqa ithnatayn, wawili na zaidi yake, manake na zaidi ya wawili. Falahunna thulutha ma taraka, basi wana wao thuluthi mbili katika ile mali ambayo ameiacha mayyit. Ndiko sawa? Naam, ndipo Sheikh alivyozungumza hapa akasema, fa in taraka, kama ataacha huyo mayit banati faqat, watoto wa kike tu, sawa, falilbintaini fa akthar, bas atapata mabinti wawili na zaidi ya mabinti wawili, thulutha ma taraka, thuluthi mbili ya mali kwa ile mali ambayo inacho. Wa in kanat wahidatan, na ikiwa ni mmoja, manake akiwa huyo binti ni mmoja tu, falaha nisf, atapata yeye nusu ya mali. Imana wa in kanat ibnatan wahida, na ikiwa ni binti mmoja, falaha nisf, atapata yeye nusu ya mali. Sawa, atapata yeye nusu ya mali.
Hii ni katika upande wa kurithi fardhan, kwa upande wa kuchukua lile fungu. Sawa. Lakini leo ndio kwamba kuna binti mmoja na kaka yake. Binti hapa halisi fungu, binti hapa anarithi tahsiba al-asabatu bil-ghayr, sio anarithi kwa asaba. Sawa, wala haendi katika upande wa kuchukua fungu, anachukua moja kwa moja mali yetu anagawana yeye na ndugu yake. Lakini hapa tunazungumzia kwamba ikiwa binti kwa peke yake mmoja tu au mabanati tu, hakuna watoto wa kiume, hapa ndo tarithi katika hali ya faradhi ya ufungu. Ikiwa ni mmoja atapata nusu, ikiwa ni wawili na zaidi ya wawili watapata thuluthi mbili. Walabawaini likulli wahidin minhuma as-sudus, na wapewe wazazi wawili na wana hao wazazi wawili, likulli wahid, ana kila mmoja, minhuma, katika wao, as-sudus, sudus ya mali, mimma tarak, katika ile mali aliyoiacha marehemu, in kana lahu walad, ikiwa ana huyo mayiti mtoto. Na hapa nataka kufahamisha kwamba amekufa leo, kufa kaacha mtoto, kaacha na wazazi wake wawili. Mtoto wao ni wa kiume ni wa kike, akaacha na wazazi wake wawili. Hawa wazazi wawili watapata sudus, manake baba atapata sudus yake na mama naye atapata sudus yake. Sudus ya mali na kimoja ya sita, ndio sudus, sio ndio? Mama atapata sudus ikiwa mathalan labda kama acha mtoto wa kike na mama yake na baba yake, sio manake kwamba baba atapata sudus na kilichobaki fardhan wa ta'siba. Baba marehemu ambaye babu wa binti, mama atapata sudus yake. Mtoto atapata ngapi hapa? Mtoto atapata nusu ya mali, kwa sababu ni mmoja mtoto wake. Lakini labda amekufa kama mtoto wa kiume na mama yake na baba yake, sawa, mama atachukua sulusi ya mali kwa sababu kuna mtoto huyu wa kiume. Babu naye atachukua sulusi ya mali. Haya, atakayobaki atachukua mtoto wa kiume yote, kwa mambo yanavyokwenda. Wal abawaihi, na wana wazazi wawili, likulli wahidin minhuma, ana kila mmoja katika wao, na kusudiwa baba mama, as-sudus, ana sudus ya mali, mimma tarak, sawa, katika ile mali ambayo ameiacha nani? Ameiacha yule aliyokufa marehemu. Fa in kana lahu waladun, sawa, in kana lahu waladun, ikiwa ana yeye mtoto, ai waliwalidayhi almayyit, wana wale wazazi wawili wa mayit, likulli wahidin minhuma sudus, ana kila mmoja katika wao sudus ya mali, in kana lahu walad, ikiwa wana yeye mtoto, ikiwa huyo aliyokufa ameacha mtoto, dhakaran kana au untha, mtoto mwenyewe amekuwa ni wa kiume au ni wa kike, wahidan au akthara, ikiwa ni mmoja au zaidi ya mmoja, lakini wazazi wanapata sudus ya mali. Fa in lam yakun lahu walad, na kama hapata kuwepo kwa huyo aliyokufa mtoto, wawarithahu abawahu, na wakamrithi yeye wazazi wake wawili, fal ummihi thuluth, bas apewe huyo mama yake thuluthi ya mali. Manake amekufa aliyokufa kama hana mtoto, lakini kawacha wazazi wake wawili, kamwacha babake na mamake, ndio mawarithi. Mama atakuwa kwa thuluth, na hii ni thuluth almali, thuluthi ya mali. Manake mali zake mafungu haya matatu, alafu ile moja ile atakuwa mama, ndio thuluth ya mali. Haya mawili atakuwa baba. Jamani, tuko sawa? Kama nadanganya naambieni, kama mmetulia tu mnaangalia, kumbe wenzangu na watia kamba. Naambieni jamani. Haya, fa in lam yakun lahu walad, na kama hapana kwake yeye mtoto, kama hatakuwepo kwake yeye mtoto, manake huyo aliyokufa huyo mayit, wawarithahu abawahu, na wakamrithi yeye wazazi wake wawili, fal ummihi thuluth, ana yeye mama yake, manake atapata mama yake thuluth ya mali. Shekhi wangu hapa nasemaje? Shekhi wangu hapa nasema fa in lam yakun lahu walad, kama hapata kuwepo kwa huyo mayit mtoto, hana mtoto,
warithahu walida, na wakamrithie wazazi wake wawili, faliummihi thuluth, atapasi apewe mama yake thuluth ya mali, walabihi albaqi. Sawa, walabihi albaqi, na ule baba yake atapewa baki, kile kilichobaki, liannahu rajulun dhakar au liannahu aula lirajulin dhakar, wanavyosema. Sawa, fa in kana lahu ikhwatun, na kama patakuwepo kwake, na kama ana yeye ndugu. Fa in kana lahu ikhwatun, na kama ana yeye ndugu, huyo maiti ana ndugu zake, fal ummihi sudus, bas ana wewe mama sudus ya mali. Maana kwamba marehemu yule, sawa, huyo aliyokufa mali marehemu kawacha ndugu zake, na ndugu hapa nakusudiwa hapa, ima hawe ni ndugu baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja. Ndugu nakusudiwa hapa katika na mama yake, sawa. Manake hawa ndugu hawa watampunja mama fungu lake la thuluth, watampunja, watamzuia kupata fungu la thuluth, atakwenda kupata fungu la sulusi ya mali hawa ndugu. Lakini ndugu hawa hiyo ni baba mmoja mama mmoja, awe ni baba mmoja tu, awe ni mama mmoja, lau kama anakuwepo baba tu hapa, hawa wote wanazuiliwa na baba, kaa pembeni, tuko sawa. Lakini kwa sababu baba hayupo hapa, ana hawa ndugu tu na huyo mama, na ni wengi hawa, watamzuia mama kuchukua fungu lake la thuluthi, watampeleka moja kwa moja katika kuchukua fungu lake la nini, la sulusi. Halafu kitakachobakia sasa atajua namna gani na kuweza kugawanya. Fa in kana lahu ikhwatun, na kama ana huyo maiti ndugu zake, baba mmoja mama mmoja, baba mmoja tu mama mmoja, fali ummihi sudus, basi atapewe huyo mama yake sudusi ya mali. Wangu hapa nasema fa in kana lilmayit, ikiwa ana huyo maiti ikhwatun, ana ndugu, ithnani fa akthar, wawili na zaidi wa wawili, dhukuran kana, wamekuwa ni wanaume hao, au inathan, au ni wakike, fal ummihi sudus, basi mama yake atakuwa apewe sudusi. Sawa. Na kama kuna baba ndugu wapo, sawa, na mama na baba, hawa ndugu watamzuia yule mama kupata thuluth, atakwenda katika sulusi. Kama baba yupo, kile kilichobaki kile achukua baba, hawa ndugu hawapati. Kwa kazi yao wao wanakuja hapa kumzuia huyu mama tu asipate thuluthi yake kwa sulusi. Lakini kama mzee baba yupo hapa, manake hao ndugu kwa pembeni na baba, tuko sawa, anachukua kilichobaki. Lau kama baba ingelikuwa hayupo, pana babu sasa. Haya ndio inaitwa ahkamul jaddi wal ikhwa, wana khilafu sana wanachuoni. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dayn, baada ya usia atakuhusia usia huo au deni. Maanake hiyo mirathi haigaiwi isipokuwa mpaka kuna usia utekelezwe na kuna deni litekelezwe. Lakini kati ya usia na deni lipi ambalo litakuwa litangulizwa? Ad-dainu muqaddamun, sawa, min alwasiya, kwamba deni litakuwa litangulizwa zaidi kuliko usia. Nilipe deni kwanza, alafu baada ya pale walipo usia, kitakachobakia ndio chagaiwa sasa. Sawa, hivi ndio mtakiwa. So umejifanya kwamba maiti adaiwa huko nyuma minyana katika mirathi kwa kamani, si adaiwa huyu, umejifanya kama amuelewi. Hapana, kwa lilipe deni, deni limeshalipwa, kuna usia ameusia huyu, utekeleze ule usia, kitakachobaki sasa ndio watu wagawane. Ndio inaona min ba'di wasiyatin yusi biha, baada ya usia aliusia usia huo au deni. Abaukum, baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, hamjui nani katika wao ana ukaribu zaidi kwenu nyinyi kimanfaa, hamjui. Maana katika kuwaridhisha hao mababa na watoto, hamjui nani ambaye ana manufaa. Huenda kama mtoto manufaa zaidi kwa babake, huenda kama baba manufaa zaidi kwa mtoto wake. Faridatan min Allah, hiyo ni faradhi kutoka kwa Allah. Tuko sawa? Inna Allah kana aliman hakima, hakika Allah kana hakuacha kuwa halima, ni mjuzi, hakima ni mwenye hikma katika mambo yake.
walakum nisfu ma taraka azwajukum, na mna nyinyi wanaume nusu ya mali, nusu ya ile mali ambayo taraka azwajukum, imewachwa na wake zenu. Bimaana kwamba amekufa mke kamwacha mume, mume anachukua nusu ya mali. Kwa sawa jamani, hapo mume anachukua nusu ya mali, lizauji nisfu, ana mume nusu ya mali ambayo imeachwa na nini? Imeachwa na nani? Na mke wake. In lam yakun lahunna walad, na kama hapata kuwepo kwa wao na watoto, manake hakuna mtoto. Na mtoto anakusudiwa hapa si sharti lazima kwamba azae na huyo mume mwenye kumrithi, hata kama mtoto amepata katika kwa mume mwingine, lakini mujarrad kwamba ana mtoto tu huyo, ni kwamba ana mtoto tu, hawezi tena kushiriki. Sawa. Lakini kwa kwamba hana mtoto yule, hana mtoto kwa kupitia kwake yeye, wala hana mtoto katika mume mwingine, lakini mtoto hana huyo mama, hapa ndio baba, hapa ndio mume anapata nini? Atapata nusu ya mali. Tuko sawa mashekhe? Walakum nisfu, na mna nyinyi wanaume nusu ma taraka azwajukum, kwa ile mali iliyoachwa na wake zenu. In lam yakun lahunna walad, kama hapatapatikana kwa wake hao mtoto. Ay walakum ayyuha rijalu, na nyinyi enyi wanaume nisfu ma taraka azwajukum, nusu ya ile mali ambayo imeachwa na wake zenu, baada wafatihim, baada ya kufa kwao hawa wake. In lam yakun lahunna walad, kama hapajapatikana kwa wao kwa wanawake mtoto, dhakaran kana au untha, mtoto mwenyewe ni mwanamume au ni mwanamke. Fa in kana lahunna walad, kama patapatikana kwa wao mtoto, falakum rubu', basi mna nyinyi wanaume robo ya mali, mimma tarakna, katika ile mali ambao wameiwacha hawa wanawake. Manake kwa mke tu ana mtoto, mume tena hatoishi tena nini? Nusu ya mali kwenda katika nini? Robo. Na mume katika mirathi hatoki, yaani huwezi kumtoa mume katika mirathi, ima apate nusu ya mali au apate robo ya mali, lakini huwezi kumtoa. Na mume katika mirathi anarithi fardhan, fungu sio kilichobaki, lakini hatoki, njoo utakavyokuja, lakini huwezi kumtoa mume katika mirathi. Na hii ndio kuna neema ya ndoa, sababu anarithi kwa sababu ya ndoa, kuna tena jambo lingine. Fanyike ni hapo hapo, niangalieni yani hapo unapata haraka. Kwa hivyo fa kana lahunna walad, na ikiwa wana hawa wanawake watoto, falakum rubu', basi mna nyinyi robo ya mali, mimma taraka, katika ile mali ambayo waliiwacha. Wangu wanasema fa in kana lahunna walad falakum rubu' mimma taraka, tarithunahu, mtairithi robo hiyo, min ba'di infadhi wasiyatihi, min ba'di wasiyatin, baada ya usia, yusina biha, waliohusia usia huo, au deni, au baada ya deni, kulipa deni. Labda ule mwanamke aliyokufa kuna usia aliohusia katika mali yake utekelezwe. Kuna deni labda anadaiwa, basi itakuwa lilipo katika mali yake. Wadainu muqaddamun ala alwasiya, deni litatangulia zaidi kuliko usia. Kwa fungu la mume mangapi? Mawili, imma an-nisfu imma ar-rubu'. Walahunna ar-rubu', na wana hawa wanawake robo ya mali, mimma taraktum, katika ile mali ambayo mmeacha. In lam yakun lakum walad, kama hapata kuwepo kwenu nyinyi na mtoto yoyote, kwa hamna mtoto. Fa in kana lakum walad, na kama hapata kuwepo kwenu nyinyi mtoto, falahunna thumun mimma taraktum, basi wana hawa wanawake thumni ya mali, mimma taraktum, katika ile mali mliyoacha. Na hili ndio fungu la mwanamke. Mwanamke ima apate robo ya mali kwa kumpa mume wake. Hapa alikufa ni mume sasa, kama acha mke wake, lakini mume hana mtoto, ima hana mtoto kwa kule kuzaa naye, au mtoto hajapata katika njia nyingine, maana hana mtoto katika hali yoyote. Sawa, hapa mke atarithi robo ya mali. Na hii robo hatutuangalia kwamba mke ni mmoja tu, hata wakiwa mmoja, wawili, watatu, wanne, watarithi robo hii alafu atagawana. Lakini ikiwa kana mume ana mtoto, ima mtoto ile kampata kupitia huyo mke anaomwacha au kwa mke mwingine,
mke moja kwa moja anatoka katika rubu, anakuja katika nini? Thumni ya mali, manake moja ya nane, sio? Naam. Na thumni hii atapewa ikiwa ni mmoja, wawili, watatu, wanne, watachukua thumni yao, watakwenda gawana bila safari. Kwa hiyo mafungu la mwanamke ni mangapi? Mawili. Ima ni ar-rubu, manake rubu al-mal, moja ya nne, au ath-thumun, thumni ya mali, sio? Tayeb, mke atoke kwenye mirathi. Ndio atakachokuwa, huwezi kumtoa mke katika mirathi. Walahunna ar-rubu, na wana hawa wanawake rubu ya mali, mimma taraktum, katika kile mlichokuacha katika mali, in lam yakun lakum walad, ikiwa hapana kwenu nyinyi mtoto, fa in kana lakum walad, ikiwa hapana kwenu nyinyi mtoto, falahunna thumun, basi watapata wao thumni ya mali, mimma taraktum, katika ile mali ambayo mliacha. Sawa mashekhe? Tayeb. Min ba'di wasiyatin tusuna biha, baada ya usia huo, au dain, au baada ya deni mnaodaiwa. Maana kama katika ile mali huyo mume aliyokufa kuna usia kausia, utatekeleza usia kutokana na mali yake aliyoiacha. Au labda huyo mume aliyokufa kuna deni anadaiwa, litalipa deni lile kutokana na mali yake, yakimalizika haya ndio mali itarithiwa. Wa in kana rajulun, na ikiwa ni mtu, yurath kalalatan, anarithiwa hali ya kuwa ni mkiwa, manake hana mtoto wala hana wazazi, hana ndugu, yurath kalala. Sawa, kama alivyoulizwa Abubakar as-Siddiq, kama nini maana ya kalala, akasema man la walida lahu wala walad, au man la walada lahu wala walid, yule ambaye hana mtoto yeye wala hana mzazi. Kama za Umar ibn Khattab, Umar asema inni astahi an ukhalifa Abu Bakar, mimi naona haya kumkhalifu Abu Bakar katika taarifu hii ya kalala, naona haya. Sawa, huwa kalala yule ambaye hana baba wala mama na wala hana watoto, lakini ndugu nao kiwa. Wa in kana rajulun yurath kalalatan, na ikiwa ni mtu ambaye yurath kalalatan, anarithiwa hali ya kuwa ni mkio, manake hana baba wala hana mtoto. Hapa nasema walaysa lahu tayeb, au imra'atun, au ni mwanamke, ima ni mwanamume, au imra'atun, au ni mwanamke ambaye hana mtoto wala hana baba wala hana mama, wala hu akhun, na ana yeye kaka, ndugu wa kiume. Na ndugu wa kiume hapa ni akhun li ummi, na nakusudia hapa sawa. Wala hu, na ana yeye akhun, ndugu wa kiume mama mmoja, au ukhtun, au ndugu wa kike mama mmoja, falikulli wahidin minhum as-sudus, bas ana kila mmoja kati ya ndugu wawili hao, yani huyo kaka mama mmoja au huyo dada mama mmoja, as-sudus, watapata sudus ya mali. Iko sawa? Ni kuonyesha kwamba katika mirathi, ikiwa ni ndugu wa kiume, akiwa ni mmoja tu ambaye ni ndugu wa kiume mama mmoja na ule maiti, atapata sudus ya mali. Na ikiwa ni ndugu wa kike mmoja tu na huyo marehemu, lakini mama mmoja tu na huyo marehemu, atapata sudus ya mali. Sio neno zuri hapa. Ni vizuri hapa. Hapa ndugu wanakusudiwa ni akhun li ummi au ukhtun li ummi, yani ule ndugu wa kiume mama mmoja na huyo aliyokufa, na huyu ndugu wa kike mama mmoja tu na huyo aliyokufa. Huyo akiwa ni mmoja tu atapata sudus ya mali. Sawa? Ikiwa ni huyu mmoja, ndio hapo Allah tabaraka wa taala anasema wala hu akhu, na ana huyo aliyokufa kalala, akhu, ana ndugu huyo ni ndugu wa kiume ambaye ni mama mmoja tu na yeye hana mtoto wala hana nini, hana baba wala hana mama, lakini amemacha ndugu yake wa kiume mama mmoja tu, au ukhtun, au ndugu wake wa kike mama mmoja tu, falikulli wahidin minhum as-sudus, bas ana kila mmoja katika sudus ya mali moja ya sita. Wa in kanu, fa in kanu akthara min dhalik, na wakiwa ni zaidi ya hapo,
Maanake kwamba wale ndugu mama mmoja tu ni kuanzia wawili, watatu, wanne, sawa. Fahum shurakau fi thuluth, basi wao ni wenye kushirikiana katika thuluth. Tena hapa ninaposema ahlul faraid, maanake kwamba wanashirikiana, yashtarikuna bisawiya, wanashirikiana kwa usawa, dhukuruhum wa inathuhum, waume wao na wanawake zao. Maanake hapa hatuangalia lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn. Ndio wanaposema ahlul faraid kwamba kuna hali 4 katika wale ndugu ambao ni mama mmoja tu wanakhalifiana hizi kaida za kifaraid. Hali 4 tunaja kustaja tushali faraid. Kwa hiyo fa in kanu akthara min dhalik, wakiwa hao ndugu mama mmoja tu, akthara min dhalika, ni zaidi ya hapo, fahum, basi hao shuraka ni wenye kushirikiana fi thuluth, katika thuluth. Maanake nini? Maanake kwamba kuna ndugu wa kiume mama mmoja na ndugu wa kike mama mmoja, maanake watayari shako ni wengi, shako ni wawili, sawa. Tukawaacha umarehemu, hao watachukua thuluthi ya mali. Lile thuluthi ya mali wakichukua, watagahana ndugu wawili hawa sawa kwa sawa, sababu ni mama mmoja tu. Basi lange likuwa mama mmoja baba mmoja, hapa angekuwa ni zaka zake, kwa sababu ni mama mmoja tu, watagana sawa kwa sawa. Kwa nini wafanya hivi? Sababu ndivyo alivyosema Allah. Hilo ndio jawabu la haraka haraka, wala hauhitaji kutafuta bahthi bure kama moja kaangalia na chuoni wala nini. Ndivyo alivyozungumza Allah tabaraka. Au msemaje jamani? Min ba'di wasiyatin yuswa biha, baada ya usia unaohusiwa usia huo, au daini, au baada ya deni, ghaira mudhar, hali ya kuwa si mwenye kutiwa katika madhara. Wasiyatan min Allah, usia huo utokao kwa Allah, lakini amri hiyo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Hapa anaposema Allah ghaira mudharin, maana hali ya kuwa pasi na kutia madhara, maana pasiwe na madhara ndani yake kwa wale wenye kurithi, wasidhuriwe. Wasiyatan min Allah, hali ya kuwa ni usio utokao kwa Allah, tena usio wenye manufaa kwa nyinyi. Wallahu alimun halim, wallahu alimun halim, Allah ni mjuzi mpole. Tilka hududullah, hiyo ndiyo mipaka ya Allah. Waman yuti llaha wa rasula, na yoyote mwenye kumtii Allah na mtume wake, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atamwingiza yeye katika mabustani yapitayo chini yake mito ya aina mbalimbali, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Wa dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kulokuwa kukubwa kabisa. Waman ya'si llaha wa rasulahu, na yoyote mwenye kumwasi Allah na mtume wake, wayataadda hududa, na akaipetuka mipaka yake, na akaivukilia mbali, yudkhiluhu naran, atamwingiza yeye Allah motoni, khalidan fiha, hali ya kukaa humo milele. Walahu adhabun muhin, na atapata yeye adhabu yenye kunyongesha. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu.